CAF wainufaisha Yanga mechi ya marudiano na FAR Rabat. Mashabiki wa Yanga sikieni, hii itawapa raha. Shirikisho la soka Afrika CAF kupitia kamati ya nizamu imeshushia rungu zito AS FAR Rabat ya Morocco, uamuzi ambao utawabeba mabingwa hao wa soka nchini katika mechi ya marudiano ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Waarabu hao. AS FAR Rabat imeshushiwa adhabu kali na CAF kufuatia vurugu za mashabiki wa timu hiyo katika mechi ya nyumbani dhidi ya Al Ahly ya Misri iliyopigwa Novemba 28, 2025 ukimalizika kwa sare ya bao 1-1. Al Ahly ndio iliyolalamika vurugu za mashabiki wa AS FAR Rabat, ikiwamo pia hatua ya vijana waokota mpira kuchelewesha mipira, huku mashabiki nao wakificha ikienda jukwaani. Waarabu hao wa Morocco kwa adhabu hiyo watalazimika kucheza mechi zao mbili za nyumbani bila mashabiki watakapokutana na JS Kabylie ya Algeria Januari 30, 2026, kisha ule wa Yanga utakaochezwa Februari 6, 2026. Adhabu hiyo imewashtua AS FAR Rabat ambao hawajakubali. Wanajipanga kukata rufaa juu ya uamuzi huo wakidai shirikisho hilo limewabeba Al Ahly. Inaelezwa kamati ya nizamu haikufurahishwa na mashabiki wa AS FAR Rabat kurusha vitu hatarishi ndani ya uwanja wakati mechi hiyo ikiendelea. Klabu imeshapata taarifa hiyo na wameshtuka sana, lakini wanasema wanataka kukata rufaa na wanasubiri kuona kama itafanikiwa au vinginevyo, alisema mmoja wa maafisa wa benchi la ufundi la AS FAR Rabat. Haiwezi kuwa taarifa nzuri kwetu. Unajua namna mechi hizi zilivyo ngumu, mashabiki wetu walikuwa muhimu sana kuwapa morali wachezaji wetu kutafuta ushindi wa kwanza kwenye mechi zetu za nyumbani. Al Ahly ndio iliwachongea AS FAR Rabat kwa kuokota vitu hivyo na kuvipeleka kwa mwamuzi wa 4 wa pambano hilo, huku mastaa wa Morocco hao wakipambana kuzuia ushahidi huo. Maamuzi hayo endapo yatasimama yataibeba Yanga katika mechi ya marudiano dhidi ya AS FAR Rabat, ikikumbukwa wababe hao wa Tanzania Young Africans waliwachapa Waarabu hao kwa bao 1-0 katika mechi ya kwanza ya makundi iliyopigwa kwenye uwanja wa Amani Zanzibar Novemba 22 mwaka 2025, ambapo kumbuka kuwa Young Africans wameachana na uwanja wa Benjamin Mkapa na watakuwa wakitumia uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibar kwa ajili ya mashindano ya kimataifa, nikimaanisha CAF katika hatua hii ya makundi kusaka hatua ya robo fainali. Na hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, tufuatilie Neli TV. Niliyekuandalia kusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Queen Liz. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi. Kwa heri na uwe na wakati mwema.